Habari za wakati huu mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu kwenye kipindi cha Weekly News Counter ndani ya SAUT TV. Tuziangazie habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Langu jina ni John Masawe. Karibu. Kundi la kigaidi linalojiita dola la Kiislamu IS limethibitisha kuhusika na mashambulizi yaliyofanyika kusini mwa Syria. Miongoni mwa mashambulizi hayo, moja lililenga vikosi vya serikali vya taifa hilo. Kulingana na taarifa ya IS, imesema kuwa bomu moja lililenga gari lililobeba vikosi vya serikali ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi 7, huku shambulizi lingine likiwalenga wapiganaji wa kundi la Free Syrian Army wanaodaiwa kuungwa mkono na taifa la Marekani. IS, kundi ambalo limewahi kudhibiti sehemu kubwa ya Syria, limefanya shambulizi la kwanza chini ya Rais Ahmad al-Sharaa tangu kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad ambaye amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 20. Aliyewahi kuwa waziri wa fedha wa Mauritania Sidi Ould amechaguliwa kuwa rais mpya wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB baada ya kuungwa mkono kwa 72% ya kura ili kuongoza benki hiyo yenye mtaji wa bilioni 318. Rais huyo mpya amechaguliwa wakati wa mkutano wa kila mwaka uliofanyika Ivory Coast, ambapo uongozi wake ulijikita kwenye mambo 4, ikiwemo kuimarisha taasisi za kifedha za kikanda, kuhakikisha uhuru wa fedha kwa Afrika katika masoko ya kimataifa, kujua idadi ya watu kama sehemu ya kukuza maendeleo, pamoja na kujenga miundombinu inayostahimili mabadiliko ya tabia nchi. Mwenye umri wa miaka 60 anachukua nafasi ya rais wa sasa wa benki hiyo Akinwumi Adesina, raia wa Nigeria ambaye anamaliza muda wake mwezi Septemba baada ya kudumu madarakani kwa muongo mmoja wa vipindi viwili vya miaka 5. Wakuu wa majeshi wa nchi za Afrika Jumatano ya wiki hii wamekutana mjini Nairobi kwenye mkutano wa wakuu wa ulinzi wa Afrika wa mwaka 2025, ambapo wameunga mkono hoja ya umoja wa mshikamano, ikiwa ni moja ya mbinu ya kukabiliana na aina mpya ya vitisho vya usalama kutoka ndani na nje ya bara hilo. Wakuu hao wa majeshi kutoka nchi za Afrika walisisitiza kwamba umoja, uratibu ulioimarishwa na kupeana taarifa za kijasusi na utaalam vitakuwa muhimu katika kuondoa vitisho vinavyojitokeza kwenye amani, utulivu na mshikamano kutokana na msimamo mkali toka nje na biashara haramu ya binadamu. Akifungua mkutano huo uliofanyika kwa siku moja, Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amebainisha kuwa ukosefu wa usalama, mzozo wa kisiasa na migogoro ya ndani na nje ya bara hilo ni miongoni mwa mambo yanayoleta vitisho vya amani na maendeleo ya muda mrefu barani Afrika. Mkutano huo umefanyika ikiwa ni mwendelezo wa mikutano ya umoja huo inayofanyika kila mwaka, umeongozwa na kauli mbiu isemayo kuimarisha usalama wa Afrika, kudumisha juhudi za pamoja, huku ukitilia zaidi mkazo haja ya ushirikiano ili kukomesha vitisho vya usalama vya kimataifa vinavyolikumba bara hilo. Siku chache baada ya rais wa Marekani kutoa muda wa wiki 2 kwa mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kujitafakari ili kumaliza mzozo wa Ukraine, sasa taifa hilo limetangaza kuwapeleka wajumbe wake mjini Istanbul kwa ajili ya mazungumzo ya kuimarisha mzozo huo. Kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov, amesema wajumbe hao watawasili mjini Istanbul siku ya Jumatatu kwa ajili ya mazungumzo ya kumaliza vita vinavyoendelea kati yake na Ukraine. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kikosi cha wawakilishi kitakachoshiriki ni kile kilichoshiriki wakati wa mazungumzo ya awamu ya kwanza, kikiongozwa na waziri wa zamani wa utamaduni wa Urusi Vladimir Demysk. Hatua hii inatazamiwa kuwa muhimu kwa Ukraine, licha ya kuwa Umoja wa Ulaya na washirika wa Ukraine wamekuwa wakishutumu Urusi kwa kutokuwa na nia ya kumaliza vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3. Wizara ya Afya nchini Sudani siku ya Jumanne imetangaza hali ya hatari kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu uliozuka na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 170 kati ya wagonjwa 2700 waliokumbwa na ugonjwa huo kwa kipindi cha wiki moja. Katika taarifa yake, wizara hiyo imesema kuwa eneo lililoshambuliwa zaidi na ugonjwa huo ni jimbo la Khartoum
lenye jumla ya 90% ikihusishwa na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la serikali na vikosi vya RSF vilivyotatiza usambazaji wa maji na nishati katika eneo hilo. Kwa upande wake, waziri wa afya wa nchi hiyo Haitham Mohamed amesema kuwa ongezeko la wagonjwa kwa kipindi cha hivi karibuni limekuwa kubwa, ambapo zaidi ya wagonjwa 600 hadi 700 huripotiwa kwa kipindi cha wiki moja. Sudani imekuwa ikikumbwa na janga hili mara kwa mara, ambapo mwezi Agosti mwaka jana mamlaka za nchi hiyo ilitangaza ugonjwa wa kipindupindu kuwa janga la taifa baada ya kesi ya zaidi 60,000 kuripotiwa na mamia ya vifo kutokea kote nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa shutuma dhidi ya China akilituhumu taifa hilo kukiuka makubaliano ya kusitisha ushuru wa forodha, jambo linaloashiria mvutano wa kibiashara kuongezeka kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi duniani. Trump alitoa shutuma hizo kupitia mtandao wa kijamii wa Truth Social kwa kile alichokiita kuwa China imekiuka makubaliano yake na Marekani. Hii ni baada ya mataifa hayo kukubaliana kupunguza kwa muda ushuru wakati wa mkutano uliofanyika mjini Geneva. Wakati hayo yakijiri, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameutaja mvutano wa mataifa hayo tajiri kuwa ni moja ya hatari kubwa inayokumba ulimwengu kwa sasa, na kusema kuwa ipo haja ya kuunda upya ushirikiano wa kikanda. Trump amesema hayo mwishoni mwa wiki hii wakati wa mjadala wa pamoja wakati wa ziara yake uliofanyika nchini Singapore, na kusisitiza muungano na washirika wake wa eneo la Pasifiki, na kuongeza kuwa mabara ya Asia na Ulaya yana lengo moja la kuzuia kusambaratika kwa ulimwengu. Zaidi ya watu 110 wamepoteza maisha kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa ilionyesha kwa saa kadhaa katika jimbo la Nsema nchini Nigeria, huku nyumba zaidi ya 50 zikisombwa na maji kutokana na mafuriko hayo. Kulingana na taarifa ya msemaji wa jimbo hilo Abdullahi Baba Ara, amesema miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na wilaya za Mji Mkongwe, huku mkuu wa wilaya ya Mokwa akisema ni zaidi ya miaka 60 tangu kutokea kwa mafuriko ya aina hiyo. Hata hivyo, juhudi za uokoaji za kuwatafuta na kuwaokoa manusura bado zinaendelea, licha ya watu wengi kuwa hatarini kutokana na mvua hiyo iliyopelekea mafuriko makubwa kuwahi kushuhudiwa katika jimbo hilo. Na mtazamaji, hadi kufikia hapo ni mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram na Facebook kila siku. Kwa niaba ya wenzangu walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni John Masawe.